Pia ni mwanaume gani napaswa nijigeji naye kutengeneza generation. Unaweza ukachukua mbegu za mahindi zisizofaa. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana, sio tu kwa mwanaume, hata mwanamke. Unapokuwa unaishi unamsubiria mwenzi, binti unayenisikiliza hapa, usiwekeze nguvu kupata mwanaume mzuri. Wekeza nguvu wewe kuwa mke bora, alafu msii Mungu akupatie mwanaume atakayekuwa baraka kwenye maisha yako. Na mimi nakuhakikishia wapo. Mimi nimekutana na mwanaume nimemfungishia ndoa, hajui chochote kuhusu tendo la ndoa. Yaani wamemaliza nimefungisha ndoa, wameenda honeymoon. Siku hizi hawezi kufanya chochote. Kipiga simu asubuhi mpaka binti anambia, "Pastor, huyu sio bure." Wapo. Lakini huwezi kumpata mtu mzuri kwa kujaribu. Unaweza kupata mtu mzuri kwa wewe kuwekeza kuwa mtu sahihi. Kwa hiyo nikuombe kijana wa kiume, hivi kwa nini usijisikie proud unapokuwa wewe special na uko tofauti na watu wengine? Kwa nini usiwe proud hivyo kuliko kuwa kwenye kundi ambalo linaaminika kabisa eti leo vijana wa chuoni tukasa and whatever, eti leo mtu kuwa na mahusiano na mwanamke ya kingono wanaona ndo fahari ya wanaume? Kwa nini wewe usiamue kuwa mwanaume usiokuwa na mahusiano ya aina hiyo ukisubiri Mungu akupatie mwenzi atakayekufaa? Kwa nini usiinvest kwenye hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume anaitwa nani? Baba. Maana ya baba ni source and mtoto wa kwanza wa mwanaume ni nani? Kwa sababu hiyo nategemea wanaume vijana mliokuwa hapa ambao hamjaoa, tusiwaumize wadada. Usimtongoze kama una future plan naye. Na nyinyi mliokuwa kwenye ndoa, imetosha sasa. Anzeni kuwapenda wake zenu. Mliokuwepo kwenye ndoa, huyo ni mwanao, mjali na kumthamini, mpende, msogeze karibu, mfanye aone fahari ya kuwa sehemu ya maisha yako. La mwisho, na hili mimi namuomba Mungu akutendee, mimi binafsi. Kama hautautumia vizuri ujana na usichana wako, namuomba Mungu akupatie kimeo fulani hivi kikuweke akili ikae sawa. Lakini kama utadhamiria leo ukasema sikuwa naelewa nafasi ya mwanaume kama ni kubwa kiasi hiki, na kwa sababu hii naanza kujimold kuwa mwanaume niliye sahihi, namuomba Mungu wa mbinguni akutengeneze kuwa baraka kwa yule utakayemuoa. Binti uliyekuweko hapa, nakuomba mwanangu, nakuomba mdogo wangu. Tena ngoja niseme kwenu kwa kuumia kidogo mnielewe. Mnafahamu kwamba mwanaume maumbile yake yako ya nje sio ya ndani Mwanaume hata akilala na wadada 6,000 aathiriki maumbile, anaathirika psychologically. Lakini sio mtoto wa kike. Unafahamu mtoto wa kike ni aibu kuachia mwili wako kwa mwanaume. Samanini wadogo zangu, let me go deeper. Kwa nia njema tu. Unafahamu mbegu za mwanaume zinapoingia kwenye mwili wa mwanamke, mwanamke automatically anaanza kufanana na huyo mwanaume. Sasa wewe mpaka leo zimeingia ngapi? Mpaka mwili unachanganyikiwa tufanane na yupi? Kwa nini mwanamke usijiwekee standard na ukakuza vyanzo? Hivi kwa nini mtoto wa kike usiweke standard mpaka yule mwanaume atakaye kuoa awe proud na wewe? Lakini sasa hivi unakuta binti hajafikia kuingia kwenye ndoa, tayari mwili umeharibika. Kuna Zahabdara, Ramadhani, Juma, Peter, Hamisi, paka mwili unajiuliza, sasa mwamba hapa tunachukua zipi ili tufanane naye? Wanawake, it's a shameful, ni aibu kubwa kuliko maelezo. Na mwanamke kwenye hilo jambo pia linakushushia heshima. Umewahi kusikia mtoto wa kike anajisifia, mimi nimetembea na fulani? Tendo la ndoa kwa mtoto wa kike ni aibu. Ni waombe mabinti zangu kuanzia, hata kama yuko hapa mnaanguka naye, ukitoka hapa kaambia umuite baba. Yaani leo ukitoka hapa toka naye auti, agizeni hizo chips mnazoagizaga, mwambie baba, hebu tukae chini tuongee. Mwambie kuanzia leo hakuna kuimba kwaya mpaka tumesajili nini? Kwaya. Weka mikakati, na ninakuhakikishia, nilisema mimi ninaumia, lakini let me tell you something. Ukidhamiria leo ukamwambia Mungu enough is enough, yasiyowezekana kwa wanadamu, Mungu anaweza kukumoldi ukawa bidhaa muhimu yenye mvuto na ukawa sababu ya furaha ya maisha ya watu wengine.